tunaeleza watu jinsi ya kumtambua mtumishi wa Mungu wa kweli. Unataka kuokoka, ujue kanisa gani la kwenda. Sio kila mahali tu pa kwenda, lazima ujue hizo principles, lazima ujue hizo kanuni. Na ninajua hakuna mtu atakayekuwa na swali. Kama atakuwa na swali, basi huyu ndugu yangu atakayepelekea watu maiki, lakini bila shaka hakutakuwa na swali liwalo lote. Bila shaka sijui kama kutakuwa na swali, sijui, sidhani kama kunaweza kuwa na swali kwa mtindo huu. Kwa hiyo nimetoa hizo kanuni nyepesi, kanuni rahisi ambazo watu wanapaswa, na nisisitize, ukienda mahali mtu anatoa maombezi kwa hela, huyo ni mganga wa kienyeji. Yaani hakuna maswali ya kujiuliza. Na maandiko nimetoa. Kwa sababu mganga, ukienda kwa mganga lazima utoe hela na yeye lazima akupe kitu. Ukienda kwa mtumishi naye anakwambia utoe hela ili unione, na wakati wa kuondoka utaambiwa upewe maji, sijui chumvi, sijui ndimu, na ujue ni mganga mwenzao, ila amevaa suti tu, amevaa suti na anajiita jina ambalo sio la mganga, lakini ni mganga yule. Kwa mimi sidhani kama kutakuwa na swali. Kama kutakuwa na swali, ndugu, utawapelekea maiki, watu watahoji. Kama bila shaka sidhani kama kutakuwa na swali liwalo lolote. Kwa mimi, kama wewe una swali, inawezekana na wewe una swali. Inawezekana na wewe washakuibia sana hawa mitume hawa wachungaji, inawezekana wamekuibia makuhani hawa. Wamekutoa. Kuna jamaa mmoja amewatoa laki kadhaa huko Mbezi huko. Na mwingine amewatoa, alikuwa anawatoa 500,000 mpaka serikali imemfukuza mbio. Inawezekana nao unanishuti hapa, lakini nao wamekuibia. Na wewe unaruhusiwa vile kuuliza maswali. Mpaka hapo mimi nimefika ukingoni. Nimejaribu kukupa principles mbalimbali za kuweza kujua kanuni. Kama kuna swali, karibu. Mtumishi, nina swali nataka nikuulize direct. Ndio. Kizingatia kuna watu ambao wako online hapa, tuko live. Yeah. Kuna swali nataka niulize. Kuna moja ya watu ambao wako kwenye channel yetu aliuliza swali, na nafikiri naye anatufuatilia sasa. Ndio. Huyu bwana aliuliza swali, alisema kila sehemu tukipost video ana comment, anasema Yesu alipokuwa anasulubiwa, yani Yesu alipokufa Mungu alikuwa wapi? Okay. Yes. Okay, nimeshaelewa. Swali muulizo sana. Target ya swali lake kwamba Yesu alipokufa Mungu alikuwa wapi? Kwanza msingi wa swali lake aliuliza tulipokuwa tunafundisha habari ya uungu wa Yesu. The concept it was there. Yani swali lilikuwa